Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Juni 5, siku ya Ijumaa. Mada ya tuelekeza kujifunza zaidi. Biblia mara nyingi hutumia sitiari za kilimo kuelezea hali zetu za kiroho. Hosea 10:12 ni mfano mmoja unaoshika kwa uzuri yale tuliyojadili juma hili. Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili. Uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Tunapanda, tunavuna, tunalima udongo mgumu na kumtafuta Mungu aje karibu nasi. Udongo mgumu wa mioyo yetu lazima utayarishwe na kuwa tayari kwa mvua Roho Mtakatifu kuunyeshea. Mungu anaweza kutupa shauku ya kuandaa udongo, lakini mwishowe uhusiano pamoja naye ni wa ubia. Tazama Wafilipi 2:12 na 13. Tunapaswa kumgeukia, kumwendea na kushikamana naye. Kisha yeye hufanya kazi ndani yetu kutimiza yote yaliyosalia. Mfano mmoja mzuri wa kushikamana na Mungu unaweza kupatikana katika aya hizi. Macho yenu yanaona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baal Peori, maana wote waliomfuata Baal Peori, Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 aya 3 na 4. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Mathayo 6:13. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuomba kwa namna hii hasa, lakini je, tunadumisha mtazamo huu katika maombi yetu ya kila siku? Ni mara ngapi huwa unaomba ulinzi dhidi ya majaribu na dhambi? Swali la pili: je, ungeelezaje zawadi ya thamani ya vazi la haki ya Kristo kwa mtu ambaye si Mkristo au kwa muumini mpya? Swali la tatu na la mwisho: je, vazi la haki ya Kristo linahusianaje na ujumbe wa patakatifu ambao unahusu Mungu kusamehe na kutakasa mwenye dhambi anayetubu? Je, unaelewa kwa kina uzuri wa utajiri wa ujumbe huu? Muhtasari: kutambua dhambi zetu kwa kuitikia msukumo wa Roho Mtakatifu na kujisalimisha kwa toba ni sehemu muhimu ya kuwa na uhusiano unaostawi na Mungu. Kujua kwamba tumesamehewa kabisa na kufunikwa kwa vazi la haki ya Yesu ni uzoefu wa kubadilisha maisha kwa kiwango cha juu kabisa kwa mwanadamu. Si tu kwamba tunahisi mzigo wa dhambi umeondolewa, bali tunahisi upendo wa Mungu ukituzunguka tunapovutwa karibu zaidi na yeye. Hili hutufunga na Mungu, hutuimarisha kiroho na hutuvuta kumpenda kwa kila sehemu ya nafsi zetu. Hii ni Juni 5, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii ya somo la 10, mada inayosema toba na msamaha. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.